Ndugu zangu naomba tufunge na komenti hizi mbili zifuatazo kwa leo, maana naona ni usiku sana umeingia. Hivyo kwa wewe ambaye utanisikiliza hii video kesho, basi itakuwa ni habari za asubuhi ama habari za mchana. Naomba twende moja kwa moja tuweze kuangalia hizi komenti mbili ambazo ninafunga nazo usiku wa leo. Lakini nakuomba kama bado hujasubscribe channel yetu, bonyeza kitufe chekundu na alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa. Yes, tuna preview comment hapa. Komenti ya kwanza anaitwa Ali Othmani, mwanafamilia kabisa. Kaka, vipi mani? Wengi wanasema kuwa ajira za jeshi la polisi zinachelewa kutokana na maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7. Komenti nyingine tena hapa inasema jamani nyie wanaitwa watu interview halafu wabaya wapo wilayani wanakatwa, yani anamaanisha kwamba watu wanatolewa kwenye interview hata wakiwa bado hawajaonyesha vyeti vyao. Naomba nijibu hili kutokana na experience yangu, nikianza na ndugu yetu hapa ambaye anasema kwamba maandamano tarehe 7 mwezi wa 7. Yes, I'm not sure about this, lakini nachojua cha kwamba serikali ikishapanga jambo lake basi hakuna wa kulipangua. Kwa maana hiyo kama kitu kipo kwenye ratiba ni ngumu sana kutokuja kufanyika. Kwa maana hiyo maybe waseme kwamba kama ni kweli itakuwa hivyo, basi wanaweza wakapiga tarehe mbele kidogo, lakini lazima ajira zitoke. Yani hiyo ni 22/7. Lazima tangazo la ajira litoke. Hiyo ni 22/7. Ndio nitakujibu hivyo ndugu yangu. Lakini tangazo jingine ama komenti nyingine hapa anasema watu wanakatwa, vijana wanaondolewa hata bila kukaguliwa vyeti. I don't know, sijafahamu kiundani kwamba ni kigezo gani mtu anatumia kumfukuza hata bila kuangalia cheti chake. Kwa ambacho najua mimi, ukiingia kwenye eneo la usaili basi hakikisha una nidhamu, hakikisha uko smart. Yes, maana kuna masuala ya mavazi, mfano, let me give one example, nikupe mfano. Kuna interview moja nilihudhuria, ilikuwa ni ile interview ni ya watu ambao wanatakiwa wakae ofisini tu. Lakini kuna mavazi ambao unakuta mtu ameenda siku ya usaili amevaa vazi la jinsi. Kavaa jinsi kwenye usaili. Alafu kiserikali jinsi hairuhusiwi. Inatakiwa uvae cadet au suruali ya kitambaa. Sasa hivi unadhani wale jamaa wana huruma ambao wanafanya usaili? Yani anakuambia kitu kimoja, bro, badilisha hiyo suruali, haihitajiki uwe na suruali hiyo. Na harudii, yani kuna vitu ukiviolate, yani lazima tu ufukuzwe, hata hawawezi kuangalia vyeti vyako wala nini. Hawana huruma na mtu. Yani wakati wa usaili hakuna kitu kinachoitwa huruma. Kama unataka uone kwamba wasimamizi wana roho ngumu, na roho ngumu kabisa, na wanafuata sheria ambazo wamepewa, nenda kinyume na vitu ambavyo wamekwambia. Nenda umevaa jinsi, sijui uende umevaa nini, bro, my sister, hautaingia kwenye chumba cha usaili. Kwa maana hiyo hakikisha unafuata sheria zote vizuri. Kwa hiyo kuna watu wengine wanafukuzwa hata bila kuangalia vyeti vyao kwa sababu wameviolate sheria. Na siku ya usaili ndugu, usaili sehemu yoyote ile wanafuata, yani ile sheria iliyopo wanaifuata imenyoka. Yani haijalishi wewe ni nani, kama umevaa vibaya hauwezi ukaingia. Kwa maana hiyo kuwa makini sana. Yani huwezi ukaingia. Mimi nimeshuhudia mtu ameenda sentani kutafuta angalau tu suruali anunue aje avae aingie kwenye interview, walimkazia. Kwa maana hiyo ndugu yangu, hakikisha kwenye usaili unaenda na akili yako timamu. Usipeleke usela, usipeleke nini, hakikisha umenyoka na uwe na nidhamu. Tulia, fanya kilichokupeleka, maliza, ondoka. Hicho mimi ndio ninachokifahamu, kwamba watu wengi wanaweza kuzuiliwa kuingia kwenye interview kwa sababu ya makosa ambayo wanayafanya
maybe kwa kujua kwamba hichi hakihitajiki ila anafanya kuona kama nikivaa hivi nitapendeza au nikifanya hivi itakuwa hivi. Yep, nadhani nimeeleweka, lakini tuhakikishe tunafuata sheria zote vizuri. Asante, chao, usiku mwema.